Kutoka Pipeline Mbeya, Tanzania, hii ni GMCL FM habari, lakini kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano la wafugaji nchini litakalofanyika kitaifa mkoani Simiyu mwezi ujao. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema Tanzania itaendelea kushiriki na kutimiza matakwa ya kimataifa katika kupambana na kudhibiti uhalifu wa kifedha. Na rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuzizuia fedha za serikali zenye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 2 zilizokuwa zimepangwa kutolewa kwa chuo kikuu cha Harvard saa chache baada ya chuo kikuu hicho kukataa kutekeleza matakwa ya ikulu ya White House. Hujambo na karibu kwa taarifa kamili ya habari mchana huu kutoka GMCL FM Radio. Msomaji wako ni Huen Mwandandila. Karibu. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zubeir Homera ameagiza jeshi la polisi wilayani Mbarali kuwakamata wafugaji wote wanaodaiwa kuchungia mifugo kwenye mazao ya wakulima, huku akimtaka mkuu wa wilaya hiyo kufuatilia na kuhakikisha hatua zinachukuliwa dhidi ya wafugaji hao. Daktari Homera ametoa agizo hilo baada ya baadhi ya wakulima wa kata ya Chimala kuwasilisha malalamiko kwenye mkutano wa hadhara wa kusikiliza na kutatua kero, ambapo wananchi wamedai wafugaji hao wamekuwa wakicharaza bakora wanapowazuia kulisha mifugo mazao yao. Pamoja na maagizo hayo, Daktari Juma Zubeir Homera ametekeleza wakulima waliopoteza mazao yao ameelekeza kurejeshewa chakula kwa kipindi cha mwaka mzima, na wafugaji waliochungia mifugo kwenye mashamba ya wakulima na kuwacharaza viboko pale wanapowazuia. Manyara, simanzi na majonzi vimetanda kijiji cha Orongadida, Babati, Manyara wakati wa mazishi ya mama na mwanawe waliopoteza maisha katika tukio la kutisha lililowahuzunisha wakazi wa eneo hilo. Bi Sauda Shaban mwenye umri wa miaka 57 ameagwa hivi leo kwa heshima zote za kidini ya Kiislamu, huku mwanawe Jamal Yusuf mwenye umri wa miaka 28 anayedaiwa kumuua mama yake akizikwa kimya kimya bila ibada yoyote ya kidini kufuatia msimamo wake wa kutoamini dini na kujitambulisha kama Rasta enzi za uhai wake. Kwa mujibu wa mashuhuda, Jamal anadaiwa kumshambulia mama yake kwa kitu chenye ncha kali, tukio lililoibua hasira kali miongoni mwa wananchi waliomshambulia hadi kufariki dunia muda mfupi baada ya kutekeleza mauaji ya mama yake. Dodoma.